أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم والصلاة والسلام على أشرف الخلق حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi pamoja na kizazi chake, lakini na masahaba waliokuwa wema. Ndugu zangu, tukiwa katika kipindi cha Ramadhan darsa, leo inshallah tutaangalia katika darasa hili moja kwa moja ili tuweze kufikia kwenye kuwa na subra au kuweza kufikia sifa ya subra, na tuweze kufikia katika sifa ya kuwa ni watu wenye kuswali. Tukawa na nguzo mbili hizi, zana mbili hizi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tuzifanye ndio zana zetu, tutake msaada kwa kupitia subra na sala. Mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'a sabirin. Mwenyezi Mungu amesema kwamba enyi mlioamini kwamba hebu tegemeeni subira na sala, au ombeni na takeni msaada kwa kupitia subira na sala, kwa sababu Mungu yupo pamoja na wenye kusubiri. Sasa hizi ni zana mbili, lakini ni tabia ambazo ni ngumu sana mwanadamu kuweza kuzifikia. Ni tabia ambazo zinahitajia malezi, ni tabia ambazo zinahitajia urithi kutoka kwa wazazi wetu, kwa familia zetu na kwa jamii zetu. Swala kweli Mwenyezi Mungu ametuamrisha, na subra Mwenyezi Mungu ametuamrisha, lakini ni tabia ambazo zinatakiwa tuzoeshwe tangu tuko wadogo, tuzoeshwe tangu tupo vijana. Sasa zikikosekana utakuta kwamba tutaweza kuwa hatuswali. Leo watu wengi hawaswali kwa sababu hawakulelewa katika mazingira ya swala. Hawakupelekwa madrasa sababu ya swala. Hawakufundishwa kusubiri wakati wakilelewa. Sasa ili tuzipate hizi sisi ambao tumekosa malezi yale ya kulelewa katika subra na katika swala, tufanye nini ili tuweze tukafikia katika ngazi hii kubwa ya subra na swala, na hususan tukizingatia kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao unaweza ukajenga subra zetu. Kama vile Bwana Mtume anavyosema, asaumu nisfu asabru nisfi asaumu nisfi sabru wasabru nisfi iman, kwamba saumu ni nusu ya subira na subira nayo ni nusu ya imani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi anatufunza kwamba saumu hii ndio ni nusu. Ukifunga utakuwa umepata nusu ya subira, lakini vile vile subira nayo ukiipata utakuwa umefika nusu ya imani. Haya ni mambo makubwa sana. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni muhimu sana, lazima tujue namna gani tunaweza tukaifikia subra, ni njia gani na ni hatua gani ambazo zitatujalia tuweze tukafika katika subra. Lakini vile vile tunapomwangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, inna salata tanha anil fahshai wal munkar, kwamba swala ndio inaomkataza mtu maovu na machafu. Angalia, hii ni jambo kubwa sana. Swala ndio inasababisha tutokane na tabia mbaya, tuondokane na maasi. Yaani ni kitu kikubwa mno, ni kitu ambacho tunatakiwa sisi tuwe nacho, ambacho kitusaidie, iwe ni nguvu na ni msaada wa kuweza. Lakini sasa maalasaf shadid tumelelewa katika mazingira ambayo hatukuweza kufundishwa kuswali, hatukuweza kuzoeshwa swala, hatukuweza kukaa katika mazingira ya watu wanaoswali ili na sisi tuweze tukawarithi hivyo. Lakini swala hiyo hiyo Mtume anatuambia Muhammad sallallahu alaihi wa ali, as-salatu nur, swala ni nuru, swala ni mwangaza ambayo inamwangazia mtu mbele taa.
utakuwa una utulivu wa hali ya juu, emotion regulation ya hali ya juu, ambao huu ndio mwangaza ambao unasababisha utakapokuwa na emotion regulation, maana yake akili nayo itakuwa imetulia sana. Akili itakuwa na aina fulani ya utulivu, na akili ikiwa na utulivu ndio nuru ambayo inakusudiwa, kwa sababu maisha yanataka akili, maisha yanataka mwangaza. Unakwenda wapi, unapita njia gani? Lakini kama imekosekana inakuwa ni mtihani. Sasa swali tunalojiuliza ni vipi sisi ambao tumelelewa mazingira magumu, hatukuweza kuzijua subra, tumekosa subra, lakini tumekosa swala zetu, ni zipi hatua 5? Tena hatua hizo tutaziangalia kwa kupitia wanasaikolojia, lakini na kuangalia Uislamu vile vile. Kuna hatua zisizopungua hatua 6 ambazo leo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie taufik tuweze katika Ramadhani hii tuweze tukazipitia na tuweze tukajifunza. Jambo la kwanza, inatakiwa uwe na hatua hii, jitahidi na ujilazimishe na ujitenze nguvu kuswali kwa nidhamu. Jizoeshe kuswali kwa nidhamu. Sisi Waislamu tuna swala 5. Tuna salatu subuh, tuna salatu dhuhur, tuna salatu al-asr, tuna salatu al-maghrib na tuna salatu al-isha. Hizi uziswali kwa mpangilio wake na kwa nidhamu yake. Lakini zaidi ya hapo, na nidhamu ya taratibu, namna gani tunaswali, namna gani tunaiendea hiyo swala, ni zipi sharti za swala, ni zipi arkanu salat na wajibati salat ni zipi, wa mustahabati salat. Hivi vyote inatakiwa tuvinani. Hili ni moja katika vitu ambavyo vitatusaidia sisi. Tukiweza kufanya hivyo, tunapata spiritual discipline, tunapata nidhamu ya kiroho. Nakuta unakuwa na nidhamu fulani ya kiroho ambayo tutakuwa tumeipata, ambapo Bwana Mtume kama tulikuwa tumenukuu alisema, ukishaweza kuswali kwa nidhamu, kwa discipline iliyokuwa hali ya juu, basi swala ile itakuwa ni nur, itakuwa ni mwongozo. Salatu nur, ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad. Swala ni mwangaza. Yani ni mwangaza wakati gani? Wakati ule roho yako na nafsi yako imetulia, kwa sababu tunavyofahamu swala tanha anil fahshai wal munkar, inakataza maovu na machafu. Machafu na maovu ni madhambi makubwa, ni adabu mbaya, ni tabia mbaya, ambazo adabu hizi, tabia mbaya, Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib anatufunza, anasema la aqlu liman la adaba lahu, hana akili yule ambaye hana adabu. Yani siku ukikosa adabu, yani ukiwa umebeba fahsha, umebeba tabia hii mbaya ya uchafu, lakini ukiwa umebeba munkar, tabia ya uovu hii, basi ujue utakuwa akili hauko nayo sawa. La aqlu liman la adaba lahu, hana akili asiyekuwa na nini, asiyekuwa na adabu. Ala kule hali hiyo ni sehemu, ni hatua ya kwanza. Lakini pili vile vile tunachotakiwa sisi tupige hatua na tujilazimishe hivyo ni kusubiri matokeo ya maisha bila kukata tamaa. Yani hakikisha ndugu yangu, ili uweze kufikia daraja la kuwa na subra, ili uweze kuwa na daraja la kuwa na swala iliyosimama sawa sawa, hakikisha kwamba uwe unasubiri matokeo ya maisha bila ya kukata tamaa. Ndugu zangu, mtu yoyote ambaye ana subra na anasubiri matokeo ya maisha yoyote yaliyokuwa duniani, tunavyojua maisha ni magumu sana, maisha yanasumbua sana, maisha yana huzuni, maisha yamejaa maudhi, lakini mtu akawa anasubiri yale matokeo yanayotokea na wala hakati tamaa katika yale maisha yake, basi wallahi hii hali itamjengea, wanasaikolojia wanaita, itamjengea hope and reliance. Vitu viwili hivi, yani itampa nguvu ambayo inampa imani ya yeye kuendelea kwa kile ambacho anakitaka. Lakini pili, reliance, atakuwa na ustahamilivu mkubwa sana wa kisaikolojia, kiasi kwa kwamba licha ya matatizo,
na licha ya majaribu, huyu mtu kwa sababu tayari yupo katika subra, basi ujue mtu huyu ataweza kufanya nini? Ataweza kwenda mbele. Japo kuwa dunia imezungukwa sana na mambo ya kukatisha tamaa, dunia imezungukwa na mambo yani ya kuumiza kwa kweli, mtu anaweza akarudi nyuma. Lakini ukipambana hapa na kuja kukata tamaa, amini na kuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima atakuwa na wewe. Mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukiangalia aya hiyo hiyo ambayo tulianza nayo inaosema ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'a sabirin, ewe uliamini, tegemea au tafuta msaada kwa kupitia subira na swala, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wenye kusubiri. Ndugu yangu, amini na kwambia, siku ukiwa upo na Mwenyezi Mungu katika subra, wallahi hakuna kitakacho kushinda, hakuna kitakacho kurudisha nyuma, wala hakuna kitakachoweza kukukatisha tamaa. Hili ni jambo ambalo ni la muhimu sana, lakini uzingatie vile vile kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukataza wewe usikate tamaa. Ni marufuku kukata tamaa, wala taqnatu min rahmatillah. Ni haramu kukata tamaa ndugu yangu, ni haramu. Ni moja katika madhambi makubwa sana kukata tamaa. Siku ukikata tamaa ndipo utakapokuwa umekwisha mwisho wako. Siku ukikata tamaa tu ndio utakaokuwa mwisho wako katika maisha. Kinachotakiwa mu'min asubiri, kwa sababu subira ipo na Mungu. Umeona? Lakini kukata tamaa hakupo na Mwenyezi Mungu, na ndio maana Mwenyezi Mungu mwenyewe amekukataza, wala ataqnatu min rahmatillah. Lakini ukisubiri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia mwenyewe Mwenyezi Mungu anavyotuambia katika aya nyingine, anasema wasbir wama sabruka illa billah. Subiri, na subira yako sio lolote isipokuwa ni subira ya Mwenyezi Mungu, sio chochote isipokuwa ni subira ya Mungu hiyo. Kwa hiyo wakati wewe unasubiri, kumbe ile subira ni subira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nguvu inapatikana ambapo Imamu Zainul Abidin Ali alayhi salam anatuambia intidharul faraj min a'zamil alfaraj, kusubiri faraja au kusubiri kwamba mambo yaende vizuri, basi ule ndio ushindi wenyewe, kule ndiko kufaulu kwenyewe. Yani ina maana kwamba utakuwa umepata reliance ya kisaikolojia sio kawaida, ustahimilivu mkubwa sana. Lakini hatua ya tatu, ili tuweze kufikia tukawa na subra, tukawa na swala, tukaweza kufika huko, ni lazima tuwe na uwezo wa kudhibiti hisia zetu. Wanasaikolojia wanasema emotional control. Lazima tufikie hali hiyo, udhibiti wa hisia. Watu wengi sana katika maisha haya wanashindwa kuvumilia hisia, kudhibiti hisia zao, wanashindwa kabisa. Na huu ndio msiba mkubwa katika jamii zetu. Hawajui kudhibiti wala hawajui kuzikontrol zile hisia. Lakini ndugu yangu, wallahi kuna hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inamwambia mtu ambaye anasubiri, anajidhibiti hisia zake, ana hali ya emotion control, anasema waman yatasabbar yusabbiruhu Allah, na mtu ambaye anaweza kujivumilia basi au anaweza kudhibiti hisia zake, basi huyu mtu huyu ambaye anaweza kudhibiti hisia zake, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima atamjalia subra, lazima atamjengea subra. Ndugu zangu, jiepushe sana na hali ya kujiona kwamba wewe pindi unapochokozwa, pindi unapodhulumiwa, pindi unaposemwa au ukahisi kwamba unasengenywa, ukawa wewe ni mtu wa kureact, ukareact haraka sana na ukapambana. Hiyo sio sifa nzuri, sio sifa nzuri. Mwangalie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anavyokuambia sifa nzuri ni ipi. Anasema laisa shadidu bisur'atin walakin ash-shadid man yamliku nafsahu inda al-ghadab. Anasema kwamba sio kuwa na nguvu mtu ambaye anagombana mieleka, anaweza kupambana akatetea haki yake, lakini mtu mwenye nguvu ni yule ambaye anaweza kuidhibiti nafsi yake. Pindi ambapo ghadhabu wameshamkorofisha, wameshamdhulumu, reaction zake akaweza kuzifinya, akazifinya, basi huyu mtu ndio mtu ambaye
ana nguvu zaidi. Kwa hali kama hii, ndugu yangu, ndio utakapoweza kuifikia hali ya kuweza kuwa na swali vizuri sana na hali ya kuwa na subira sana. Zingatia sana ndugu yangu kwa hali kama hizo 3 ambazo tumekuelezea. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.